Hali gani mpendo mfuatiliaji wa channel hii popote ulipo, natumaini salama kabisa na wa afya kabisa. Kama ni mara yako kwanza kuweza kupita katika ukurasa huu, tunaomba uweze kusubscribe, kulike, kushare na kutani on notification ili kupata new updates ambazo tutakwenda kujia pale pindi tutakapokuwa tunaziweka. Sasa bwana, karibia wiki iliyopita kulikuwa kuna uzushi wa kifo cha rais wa Rwanda, yani Paul Kagame. Huku vyombo mbalimbali vikiwa vinaripoti kwamba Paul Kagame amekuwa amefariki dunia akiwa Ujerumani. Jambo hilo bwana lilikuwa sio la kweli, bali jambo hilo lilikuwa ni uzushi wa padri mmoja ambaye anapatikana pale Rwanda. Padri huyo aliweza kuita waandishi mbalimbali wa baadhi ya vyombo ambavyo vinatoa taarifa, na akaweza kuzusha kifo cha Paul Kagame, huku watu wengi wakiwa wanabaki na maswali mengi na wakongomani wakiwa wako kwenye furaha na kusherehekea wakiamini huo ndio mwanzo wa maisha yao kuwa huru sasa, kwani waliamini kwamba Paul Kagame ni mtu ambaye alikuwa amewaumiza kwa muda wa miaka mingi, na wengine wakadai kwamba Paul Kagame alikuwa anafadhili vikundi vya M23, huku Rwanda wao wakiwa wanalia. Lakini bwana, jambo hilo kuna baadhi ya chombo ambacho kimekanusha taarifa hiyo, pamoja na jopo la usalama wa taifa la Rwanda limeweza kukanusha habari za uvumi wa kifo cha Paul Kagame. Paul Kagame inasadikika mnamo majira ya Ijumaa alikuwepo pale USA, yani Marekani, akikutana na wanafunzi wa chuo, yani alienda kuzuru pale. Kwa hivyo basi uzushi wa kifo cha Paul Kagame ulikuwa ni batili na ulikuwa si kweli, bali uzushi huo ulitokana na padri ambaye aliita baadhi ya vyombo vya habari na akawaviambia kwamba viweze kuposti kwamba Paul Kagame hayupo Rwanda. Kwa nini alifanya hivyo? Alifanya hivyo baada ya kuona rais huyo imepita takriban miezi mitatu hajapatikana Rwanda wala hajaongea na Wanyarwanda, huku Wanyarwanda wakiwa na shauku kubwa ya kuongea na rais wao au kusikia sauti yake. Lakini jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba wengine wakadai kwamba kama Paul Kagame yu hai, mbona hata mtandaoni hayupo? Kwa sababu inavyosadikika rais huyo ni gwiji kweli wa kutumia mitandao ya kijamii, na pia ni mpenzi wa kutumia mitandao ya kijamii kama vile Twitter, Facebook na Instagram, na pia ana wafuasi wengi. Lakini hakuna kitu chochote ambacho kilikuwa kimepostiwa kwenye peji zake zote, na ndiyo maana uzushi wa kifo cha Paul Kagame ulikuwa umeshika kasi kweli, na wengine wakaamini kwamba kweli amekufa. Lakini mwamba huyu hapa, mwamba analejea, mwamba anakuja akiwa ana nguvu zote, mwamba anarudi akiwa yuko timamu kabisa, mwamba anarudi akiwa yuko fiti, mwamba anarudi akiwa ana ujasiri wa hali ya juu. Mwamba Paul Kagame anarudi akiwa yu salama kabisa, yu hai, yani yu hai. Napozungumzia yu hai, yani anarudi akiwa ana nguvu zote kabisa. Paul Kagame yu hai, Wanyarwanda wote semeni Paul Kagame yu hai, na mwamba atarejea soon. Muda mfupi mtamuona rais wenu Wanyarwanda akiwa anarejea kutoka safari au kufanya ziara mbalimbali katika nchi mbalimbali. Lakini pia Umoja wa Mataifa wamekuwa wakimchukia pia Paul Kagame, wakiwa wanadhani kwamba mwamba huyu ndiye mwamba ambaye anafadhili vikosi vya M23 ambavyo vinaendeleza mashambulizi na vita pale Kongo. Jambo ambalo Paul Kagame yeye anapinga, na Wanyarwanda wakiwa wanapinga kwamba Paul Kagame hafadhili vikosi hivyo. Lakini je, kwa nini M23? Kwa nini M23 na kwa nini Wakongo wanafly? Hayawi sasa amekuwa unaambiwa ukweli ni kwamba yupo kiongozi mkubwa wa serikalini ambaye yupo pale Kongo, ambaye yeye ndiye naye anashirikiana pia na M23, lakini anawazunguka Wakongomani wenzake, na kazi yao ni kupola madini na kuiba mali mbalimbali na kuhakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kinasalia. Lakini pia
Paul Kagame ni mwamba ambaye anazidi kuimarisha Afrika, anaihimiza Afrika iweze kuwa na msingi wa kujitegemea yenyewe kama yenyewe na isiwe inategemea mabeberu, kwani mabeberu ni watu ambao wanaiumiza Afrika, ni watu ambao wanaichukulia Afrika kama ni kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini Paul Kagame yeye kwa upande wake, Paul Kagame anazungumza wazi kabisa kwamba ifike mahali Afrika tukajitegemea sisi kama sisi kama sisi. Huyu naweza nikaita ni gwiji wa Afrika ambaye naweza nikamuunganisha na Gaddafi, na bwana Gaddafi. Hii ndio ilikuwa miamba ya Afrika kweli kweli ambayo ilipinga kabisa kufata kauli ya mabeberu. Lakini pia Paul Kagame yeye kama yeye na dhamira yake yeye kama yeye, basi ni kwamba anatamani Wanyarwanda bado wanamuhitaji. Wanyarwanda bado wanamuhitaji kwa mambo makubwa aliyowafanyia Wanyarwanda. Kwa mambo makubwa ameitetea Rwanda mpaka leo. Rwanda inameremeta, Rwanda inamea kama shina la mgomba. Mwamba sasa anarudi kuendeleza mapambano na nchi yake. Paul Kagame yeye anazungumzia, anasema yeye hawezi kufa kwa mipango ya wanadamu kama wanavyozusha, lakini Paul Kagame anakuambia yeye atakufa kwa sababu Mungu amemruhusu kwa wakati huo aweze kufa. Paul Kagame mpaka sasa hivi anafunga almost karibia miaka 65 akiwa kama rais tangia mwaka 2000 alipokuwa ni mwanajeshi. Ukumbuke wazi kabisa Paul Kagame alikuwa ni mwanajeshi ambaye amepigana vita vingi. Waganda wanamjua Paul Kagame. Paul Kagame amewahi kushinda vita dhidi ya Museveni huku akiwa mstari wa mbele katika kikosi cha RPF. Yeye alisimama kama ni jeshi ambaye alikuwa anaamilisha kikundi kama hicho, na baadaye waliweza kuamka kuwa washindi. Hivyo na ndio maana Wanyarwanda wanamkubali kwa asilimia zote, kwa sababu yeye kwanza kabisa ndiye aliyeweza kufanya mapinduzi ya vita ya Rwanda ambayo iliua maelfu ya watu, yani ambayo ilionekana kama ni mauaji ya kimbali, yani waliua watu wasiokuwa na hatia au waliua raia. Sasa kitu ambacho kinaendelea pale Rwanda ni kwamba Rwanda mpaka sasa hivi inasubiri rais wao afike, kwamba Paul Kagame anatarajia kuingia mnamo tarehe 1 na mwezi wa 7 anaweza kuingia Rwanda akitokea Marekani. Alikuwepo Marekani kwa ajili ya kufanya ziara. Kwa uzushi wa padri huyo ambao unamuona hapo kwenye cover, padri huyo ni mzushi na sio mara ya kwanza, na padri huyo inavyoonekana bado anashirikiana na vyama pinzani vya Rwanda kuhakikisha kwamba wanaifanya Rwanda iweze kudidimia, kwa sababu mpango wa Paul Kagame wanacholilia watu wengi ni kwamba Paul Kagame amekuwa akifanya hujuma kwenye upande wa vyombo vya siasa, yani amekuwa akiua upinzani na kuua upinzani na kuhakikisha kwamba upinzani unakuwa hausikiki kabisa pale Rwanda. Lakini wa Rwanda wao wanamkubali, wanakwambia Rwanda haiwezi kuwa Rwanda bila Paul Kagame. Kwa Paul Kagame ni kama mtu na nusu unapotaja habari ya Rwanda, kwa sababu Paul Kagame yeye ndiye aliyepigania Rwanda mpaka kufikia hapo alipo, na mpaka matunda hayo unayoyaona yeye ndiye aliyefanya kazi ya kuipambania na kuhakikisha kwamba Rwanda inazidi kung'ala, Rwanda inazidi kumetameta. Rwanda wao wanakwambia wakati wapo kwenye majozi, na wengi wakawa nafikiri na Kigogo jamani msio mnamsikiliza. Kigogo ni muongo. Kigogo akawa ameposti kwamba naye kwamba Kagame amekufa, lakini ni muongo jamani. Kuna Kigogo mwingine muongo, kuna Kigogo mwingine mkweli. Kwa hiyo tuwe makini na hizi taarifa pale tunapokuwa tunazipata, tusiwe tuna panic wapendwa, tusiwe tuna panic, bali tuhakikishe kwamba tunazidi kuombeana mema, hasa kwenye upande wa nchi za Afrika Mashariki. Yani sisi wa Afrika kama tusipoweza kupatana sisi kwa sisi, hakuna mtu ambaye anaweza kaishika mkono Afrika, kwa sababu Afrika ni nchi ambazo zilididimizwa na mabepari. Japokuwa kuna baadhi ya marais ambao ni wa Afrika ambao wanaungana na mabeberu, wanasikiliza sauti za mabeberu, na mwisho wa siku wanawafanyia unyama binadamu wenzao au raia wao kwa lengo la kusikiliza tu sauti
za mabeberu. Kwa mfano kama uvumi wa COVID-19, huu ni mpango madhubuti kabisa, ulikuwa ni mpango madhubuti kabisa wa kupunguza watu duniani. Hivyo basi mapandikizo kama haya, marais ambao waliweza kutii kwa wakati ule na kukataa tiba zao ndio walikuwa salama, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama ugonjwa, kwa mfano ukiuzungumzia habari ya Tanzania, alikuwepo mwamba mmoja alikuwa anaitwa hayati Joseph Pombe Magufuli. Huyu alikuwa ni mwamba kweli kweli. Aliweza kukataa tiba za mabeberu, na akahamasisha wa Afrika au wa Tanzania waweze kujifukiza kwa kutumia tangawizi pamoja na miti mbalimbali, na alikataa kabisa chanjo. Kwa hiyo mabeberu ni kwamba huwa wanaiangamiza Afrika kwa mipango yao binafsi. Yani mipango yao ni kuhakikisha kwamba idadi ya Afrika inapungua ili kusudi wao waweze kurudi kuitawala tena. Lakini miamba ambayo imebaki mpaka sasa hivi, huwezi kaacha kumtaja Paul Kagame. Paul Kagame amekuwa akipingana sana na hawa mabeberu anapingana nao sana. Japo wengine wanasema anaungana nao, lakini ukweli ni kwamba haungani nao mabeberu, bali anawapinga mabeberu, na ndio maana mabeberu hawamkubali Paul Kagame kwa sababu anawapinga itikadi zao. Kwa hiyo tunahitaji marais kama Paul Kagame. Yani kwa wakati kama sasa hivi tunahitaji marais kama kina Paul Kagame, watu wenye misimamo, watu ambao wanaiona Afrika kwa mbali zaidi, wanaitazama kwa mbali zaidi, ndio watu ambao tunawahitaji. Asanteni sana ndugu mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji wa channel hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupita mahali hapa, basi naomba uweze kubonyeza alama ya kengele hapo chini, na ili uweze kupata new updates zile ambazo tutakuwa zinakujia pindi tu pale tutakapokuwa tunaziweka. Na tunapopata zile nyepe za ndani, basi ni kwamba unakuwa wa kwanza kuzipata. Lakini maana yake ni kwamba subscribe, maana yake inakuwa ni ngumu zaidi kupata habari au nyepesi ambazo zitakuwa zinatujia. Asante sana. Mimi ni mtangazaji wako Elia Kilienyi kutoka hii media ya Waka 24. Asanteni sana na watakieni mchana mwema na siku njema. Asante.